Halo, habari za wakati. Kwa majina naitwa Rubango Lucas Chikanda. Nawakaribisheni katika mfululizo wa masomo ya ujasiriamali. Somo la leo linasema njia rahisi za kugundua mahitaji ya watu kwenye eneo ulipo. Njia rahisi za kugundua mahitaji ya watu kwenye eneo ulipo. Tambue kwamba ongezeko la idadi ya watu ni kiashiria kwamba mahitaji pia yanaongezeka, kwamba watu wanapoongezeka na mahitaji ya watu huongezeka. Yaani kama katika familia, kwamba familia mlikuwa mume na mke, watoto wanavyoongezeka mahitaji yanaongezeka. Wageni wanapoingia kwenye malango ya familia yako mahitaji yanaongezeka. Hali kadhalika kutambua mahitaji ya watu kwenye eneo ulipo kwa ajili ya fursa au kwa ajili ya kufanya biashara ni jambo la muhimu sana. Na ieleweke tu kwamba moja ya siri kubwa za mafanikio katika biashara ni kile kitendo cha kujua mahitaji ya watu. Mahitaji ya watu, yapo mahitaji ambayo ni ya kila siku lazima mtu ayatumie, yaani kila siku lazima mahitaji hayo yafanyike. Lazima mtu kwa namna yote ile, utakuta kama sio wewe leo, kwa kesho, lakini ni miongoni mwa mahitaji ambayo kila siku katika maeneo yoyote, iwe ni kijijini, iwe ni mjini, lazima watu wanahitaji kila siku. Mfano, vyakula na vinywaji, masuala ya makazi na huduma za ujenzi. Watu wanahitaji kujenga, kila siku wanajenga, kwa hiyo wanahitaji vifaa vya ujenzi, wanahitaji mbao, saruji, wanahitaji mafundi, shughuli za mfano masuala ya usafiri, kila siku watu wanasafiri, wanahitaji bodaboda ziwepo, bajaji ziwepo, na usafiri wa magari madogo uwepo. Kila siku watu wana huduma za matibabu, watu wanahitaji kupata huduma za haraka za madawa, kwa hiyo lazima maduka ya madawa yawepo, na vitu kadhalika na kadhalika na kadhalika. Kwa hiyo utagundua kwamba kuna umuhimu mkubwa sana wa kutambua mahitaji ya watu katika eneo uliopo, ili kusaidia wewe kama mjasiriamali kubuni ni biashara gani unaweza ukaifanya. Na ukishagundua kwamba kuna gap ya biashara au fursa unataka kuifungua hapo, lazima uisogeze karibu yao, ili watu waone wewe umewasaidia kwa kiasi fulani kulingana kutatua changamoto walio nayo. Sasa leo tutapitia tu mambo machache lakini ya muhimu sana, njia rahisi za kugundua mahitaji ya watu. Kitu cha kwanza kabisa, angalia kinachowalazimu watu kusafiri mbali. Angalia kinacholazimu watu kusafiri kwenda mbali. Fikiria mtu anasafiri, jirani zako wanasafiri kilomita nyingi kwenda kununua unga, kwa mfano, anaenda kununua unga, anaenda kununua mafuta, iwe ni ya kupikia, iwe ni ya petroli. Mtu anasafiri mbali mrefu kutafuta huduma za dawa na yale mahitaji niliyoyataja hapo mwanzo. Kwa hiyo unajikuta mtu anasafiri, iwe ni ndani ya nchi au ni nje ya nchi, au ni kutoka kijiji kimoja kwenda kijiji kingine, kutoka kata moja kwenda kata nyingine, ingia wilaya moja kuingia wilaya nyingine, anasafiri umbali mrefu kwa ajili ya kufuata yale mahitaji. Hiyo ni fursa. Ukigundua hilo kwamba kuna watu wanasafiri umbali mrefu kwa ajili ya kutafuta hiyo huduma, na wewe ifanye hiyo huduma uwasogezee karibu, ili kuwatatulia changamoto, kwa sababu biashara nzuri inayofanikiwa ni ile inayoshughulika kutatua tatizo la kila siku la watu wa mazingira hayo. Umekuta eneo lina changamoto ya maji, wewe umekuwa mbunifu, ukafungua mabomba, ukajenga kisima, watu utapata fedha, maana ni sehemu ya mahitaji ya watu wao, kwamba wana uhaba wa maji na unawasogezea maji. Kwa hiyo ni jambo la msingi sana kuangalia kwamba kitu gani kinawalazimu kusafiri umbali mrefu kupata hizo huduma. Lakini jambo la pili, uliza maswali kwa watu wa eneo hilo. Uliza maswali, jaribu kuuliza maswali.
zungumza nao kwa urahisi kabisa kwamba ni vitu gani kingeweza kuwarahisishia. Ingekuwa ni rahisi kama kingepatikana maeneo hapa ya karibu. Watakwambia vizuri kabisa kwamba ila kwa mazingira tuliopo haya pangilikuwepo na huduma ya umeme. Maana yake ukiona huduma ya umeme ni ngumu, jaribu kufungua duka la vifaa vya umeme au jaribu kuuza sola ili kuwasaidia watu wa mazingira. Kama hamna umeme, weka sola, weka bei yako ya kawaida kabisa ili kuwapata wengi lakini yenye faida. Umegundua ili eneo wamekuulizia kwamba hapa tunahangaika masuala ya ujenzi, hiyo ni fursa. Unauliza watu wanahangaika habari za masuala kama ya usafiri, mtu anasafiri. Sasa tungepata vyombo vya usafiri, mazingira yetu yalikuwa ni rahisi sana. Tungepunguza changamoto zetu wakati tunasafirisha mizigo zetu. Unauliza watu, unafanya udadisi, unaanza kufikiria kuona wadodosa, watakupa majibu ya uhalisia kulingana na hali wanazozipitia. Kwa hiyo majibu yao mara nyingi yatafichua fursa nyingi sana ambazo huenda kuwahi kufikiria, na kwa namna hiyo utakuwa na kitu cha kufanya. Jambo la tatu ni tazama bidhaa na huduma zipi zinauzwa haraka sokoni. Maana yake kama zinauzwa haraka sokoni, hizo huduma inahitajika sana. Umegundua ni simu, umefungua duka la simu, unaona simu zinauzwa haraka, jua kwamba huduma inahitajika kwa kiwango kikubwa. Umeona kwamba eneo hili lina wakulima, kuna vifaa vya kilimo na madawa, pembejeo. Maana yake ni kwamba vikiuzika kwa haraka, ndio kwamba ni fursa kwamba ile eneo linahitaji vitu kama hivi. Labda mfano vifaa vya ujenzi, watu wanajenga na vifaa vinauzika kwa haraka, ndio kwamba hii huduma inahitajika kwa kiwango kikubwa. Umefungua, umeangalia huduma za vyakula, watu wananunua vyakula vya aina tofauti tofauti. Angalia ugundue ni vyakula vya aina gani vinauzika haraka, na hiyo ndio kwamba ni fursa kabisa ambayo inahitajika maeneo hayo, au ni mjini au ni kijijini au mahali popote pale. Kwa hiyo unapogundua hiyo, ndio kwamba mahitaji ya watu ni makubwa, kwa sababu bidhaa inaletwa ndani ya siku chache, bidhaa imeisha. Kwa hiyo ni fursa kubwa kabisa kwenye mazingira uliopo kabisa, na hiyo ni njia ambazo wafanyabiashara wengi wanazitumia. Lakini jambo jingine, chunguza tabia za matumizi ya watu. Kwenye tabia za matumizi ya watu tunachokiangalia nini? Angalia watoto wanapenda kutumia nini, wanapenda kutumia nini, au wazazi wanapenda kutumia nini kwa ajili ya watoto wao. Angalia vijana wanapenda kutumia nini, ama wazazi wanapenda kutumia nini kwa ajili ya vijana wao. Angalia wazazi wenyewe wote wa jinsia zote, au ni mwanaume au mwanamke. Fikiria pesa zao nyingi zinakwenda wapi, wanazitumia mara nyingi kwenye vitu gani. Hicho wanachokipendelea kisogeze karibu na huduma walipo, na hatimaye watakuwa wateja wako wa muda mrefu. Na ugundua kwamba kwenye tunapokuwa tunaangalia tabia za matumizi ya watu kwa hayo makundi na mahitaji yao na kwa tofauti. Kama ni vifaa vya shule, kwa mfano ni watoto, maana yake ni fursa ya vifaa vya shule kuwepo katika mazingira wanavyoishi. Labda ni nguo za kiume au nguo za kike, nguo za watoto. Maana yake mahitaji yanayohitajika mazingira hayo, inahitajika ufungue hiyo biashara kwa ajili ya kusogezea fursa kama hiyo. Lakini gundua kwamba kuna mifano ya utambuzi sasa. Mfano ya utambuzi kwa haraka tu, kwa mfano kijijini wakulima wanalima sana, lakini hawana sehemu ya kukoboa mahindi. Kwa hiyo biashara ya kukoboa nafaka inakuwa ni fursa moja kwa moja mazingira hayo. Maana wanahangaika, watapeleka wapi? Lazima watakuja kwako, watafanya hiyo biashara ya kukoboa mahindi. Unaona kuna watu wanalima alizeti, hiyo ni fursa. Angalia eneo wanalima alizeti, maana yake ukifungua mashine ya kukamua alizeti ni fursa kabisa hiyo, tutapata wateja wengi sana.
Mfano mjini, wafanyakazi wengi wanashinda ofisini, hawana muda wa kupika. Hapo ndipo biashara ya chakula cha haraka inalipa, fast food. Na unachotakiwa kufanya hapo ni kuwasogezea huduma hiyo. Unatoa order, unaenda ofisini, unawaomba wanahitaji chakula gani, unakiandaa, unawaletea, unawakaribisha kwa ukarimu, kwa mazingira safi ya vyakula, wahudumu wakiwa safi kabisa. Unawaulizia mnahitaji huduma gani, zipi ambazo unazihitaji kwenye mgahawa wangu au kwenye hoteli yangu. Ukigundua kwamba hiyo bidhaa au huduma unayohitaji chakula hauna, jifunze kuwa nayo ili waweze kuwanasa nao, ili wasije wakakosa huduma. Kwa hiyo tunapokuwa tunahitimisha somo hili, pia lazima pia ujiulize maswali ya kutafakari. Ujiulize maswali haya matatu tu ya kutafakari. Swali la kwanza, ni hitaji gani halijatatuliwa vizuri katika eneo langu? Umekaa miaka 2, miaka 3, miaka 4, lakini unagundua lazima ujiulize, ni hitaji gani halijatatuliwa vizuri katika eneo langu? Swali la pili, ni kiasi gani watu wako tayari kulipa kwa suluhisho hili? Swali la tatu, ni rahisi kwangu kuwaletea suluhisho hili kwa njia bora na nafuu? Ukijibu maswali haya kwa uhalisia, basi tayari umeshaweka msingi wa biashara itakayokulipa. Kwa hiyo ninakukaribisha katika mfululizo wa masomo mengine yanayofuata. Tunapohitimisha katika somo hili, ni kwamba kila eneo, la jambo la kumbuka hilo, kila eneo lina mahitaji yake ya kipekee. Siri ni kuwa na macho ya kibiashara na masikio ya kusikiliza watu. Usizibe masikio, sikiliza watu. Unapowasaidia kupata kile wanachohitaji kwa uhalisi, wao wanakupa kipato chao kila siku. Ninakukaribisha mimi Lubango Lucas Chikanda katika mfululizo wa mada zingine zinazofuata zinazohusu masuala ya ujasiriamali. Asante sana.